imeanza kudhihirika miongoni mwetu ikitumia usafiri wa dini. Mbegu ya chuki imeanza kudhihirika ikitumia usafiri wa dini. Mabingwa wa kugawanya watu wamesema hawa wa Tanzania tunawagawanya kwa mbinu ipi? Wametumia usafiri wa dini kutugombanisha. Ukipita barabarani huku huwezi kujua chuki zimepandikizwa kwa kiasi gani, lakini ukikaa kwenye mitandao ya kijamii uangalie vijana wetu na watu wazima wanavyotumiana message, maneno wanayoandikiana mle, utagundua kwamba mbegu hii ikiachiliwa kwa mwaka mmoja zaidi hatuna Tanzania. Mbegu hii ya kuchukiana, ya kutoaminiana, ya kutiliana mashaka ikiachiwa iendelee kwa mwaka mmoja zaidi hatuna Tanzania. Dhamira inakaa ndani ya mtu. Dhamira inaishi ndani ya mtu. Watu kupendana ni utamaduni unaojengwa kwa muda mrefu. Unatakiwa utunzwe na kuendelezwa. Viongozi wa jamii wakiongozwa na viongozi wa dini ndio wanaopaswa kusimamia Watanzania kupendana. Tumekuwa na watu ambao tumepata upofu wa muda. Upofu usioangalia madhara ya muda mrefu kwa taifa letu. Lazima tufungue macho yetu. Tuseme kazi ya dini zetu ni kutufikisha peponi, ndio kazi ya dini yetu. Lakini kabla ya safari ya kufika peponi lazima tuishi hapa duniani, lakini tunaishi katika mazingira salama. Hakuna fahari kumuumiza mwenzako. Kwa maana wataalamu wa saikolojia wanasema anger is an acid. It do much harm to the vessels where it is stored than where it is poured. Hasira ni tindikali. Inafanya madhara makubwa kwenye sehemu inakotunzwa kuliko inakomwagiwa. Hasira ni tindikali. Kadri unavyochukia wenzako, wewe ndio unaishi kwa shida. Haishi kwa shida unayemchukia, kwa sababu wakati mwingine wala hajui kwamba wewe unamchukia. Tumefikaje hapo? Je, viongozi wa dini tuna mchango katika hapo tulipofika? Wanasiasa tuna mchango katika hapo tulipofika? Watanzania wa kawaida wana mchango katika hapo tulipofika? Lakini watu wanakaa toka saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni wanatukana dini ya watu wengine. Halafu tunasema uhuru wa kusema. Chuki inaendelea kupandwa miongoni mwa jamii. Sasa viongozi wa dini, nyinyi mnayo nafasi yenu. Tusaidieni ndani ya mioyo ya watu. Tusaidieni kwenye misikiti, tusaidieni makanisani. Tuwaambie Watanzania, ng'oeni hiyo sumu ndani ya mioyo yenu. Waambieni waumini kwenye misikiti, waambieni waumini kwenye makanisa kwamba kuchukiana ni sumu mbaya. Sisi ni Watanzania.